Roho Mtakatifu, asante kwa ajili ya siku hii, asante kwa ajili ya saa hii. Na kukaribisha Roho Mtakatifu, Roho wa Kristo, karibu tamaraki, wewe ni mfalme. Tumia kinywa changu mimi nipotee, wewe uinuliwe juu sana. Wewe ni advocate wangu, wewe ni profesa wangu, wewe ndiye mwalimu mkuu kwenye kipindi hichi. Wewe ndiye unajua siri za Kristo kuzifunua. Nami nalileta somo hili kutoka mateka hadi ushirika wa kweli. Ninaomba mtu anaenda kulisikia somo hili, masikio yake Baba yakapate neema ya kuelewa, katika jina la Yesu Kristo. Asante Bwana, utakuwa pamoja nami tangu mwanzo wa kipindi mpaka mwisho wa kipindi. Aliye mgonjwa akapone kupitia maneno haya uzima, aliye hawezi akauishwe tena, aliyeachishwa kazi akarudishwe kazi, aliyeachishwa shule akarudi shule kusoma tena, aliyeachwa kwenye ndoa yake ndoa ikauishwe tena. Na hayo ndiyo mapenzi ya Mungu. Ninaomba katika jina la Yesu Kristo, amen. Asante ndugu yangu, asante rafiki, asante kaka. Huu ni wakati mwingine tena wa kipindi cha Saa ya Neema, ambacho tuna mwendelezo wa somo hili kutoka mateka hadi ushirika wa kweli. Kumbuka neno hili linatoka kwenye kile kitabu cha Kumbukumbu la Torati 21 mstari wa 10 mpaka wa 14. Kumbukumbu la Torati 21 mstari wa 10 mpaka wa 14. Biblia inasema, ni kivuli cha injili ya neema inayotufundisha kuwa Mungu huchukua watu kwa msingi ya tamaa, au hachukui watu kwa misingi ya tamaa au dini, bali kwa mchakato wa utakaso, toba na upendo wa agano. Tunaona kuna ubatizo ni mwanzo wa safari ya ushirika wa kweli. Pia tunaona Pasaka ni kumbukumbu ya ukombozi wetu. Pia tunaona meza ya Bwana ni mahali pa ushirika wa kipekee na Kristo, ambapo watu walio safi wanaalikwa. Watu walio safi wanaalikwa. Sasa ukisoma kile kitabu cha Kumbukumbu la Torati 21:10 mpaka 14, Biblia inasema maneno haya: utakapokwenda kupigana na adui zako, naye Bwana Mungu wako akawatia mkononi mwako, nawe ukachukua mateka kati yao, nawe ukamwona katika mateka mwanamke mzuri, ukamtamani, ukamtwaa awe mke wako, basi utamleta nyumbani mwako, naye atanyoa kichwa chake na kukata kucha zake, na atavua mavazi ya uhamisho wake na kukaa nyumbani mwako na kumwomboleza baba yake na mama yake muda wa mwezi mzima. Baadaye utaingia kwake, naye atakuwa mumewe, naye atakuwa mke wako. Itakuwa usipomfurahia, ndipo utamruhusu aende zake kama apendavyo, wala hutamuuza kabisa kwa fedha, wala utamtendea kwa udhalimu, kwa kuwa umemtweza.
kwa kuwa umemtweza. Sasa napoelekea kwenye hili somo ambayo anasema kutoka mateka hadi ushirika wa kweli kupitia neno mpya, kupitia ubatizo. Mwanamke mateka aliagizwa anyoe nywele na avue mavazi ya zamani. Anyoe nywele ya zamani. Hii inaonyesha mtu anayeachana na maisha ya kale, mfano wa ubatizo wa maji, ishara ya kufa kwa dhambi na kuanza maisha mapya katika Kristo. Na unaweza kuona katika kile kitabu cha Warumi 6 na mstari wa 4. Unaweza ukajiuliza, je, nimekubali kubatizwa kama ishara ya maisha mapya kweli ndani ya Kristo? Hili ni swali la msingi pale ulipokubali kubatizwa. Umekubali kubadilika? Tunaona yule mwanamke alinyoa nywele, akakata kucha na akavishwa mavazi mengine. Sasa pointi ya pili, kuna uhusiano gani kati ya kutoka mateka mpaka ushirika kupitia Pasaka? Tunajua kwamba Pasaka au ukombozi kupitia Pasaka, mwanamke huyu alitoka katika nchi ya adui, kama vile sisi tulivyookolewa kutoka utumwani au utumwa wa dhambi. Pasaka inatufundisha kuwa Kristo ndiye mwana kondoo wa Mungu aliyetoa maisha yake kwa ajili yetu. Kwa tafsiri ya Pasaka ni ukombozi, ni kukombolewa. Unakombolewaje? Unakombolewa kupitia Yesu Kristo wa Nazareti. Unakombolewa kupitia Yesu Kristo wa Nazareti. Pasaka inatufundisha kuwa Kristo ndiye mwanakondoo wa Mungu aliyetoa maisha yake kwa ajili yetu. Kwa maana ukilifaa sasa kwenye Agano Jipya, ile Yohana 1:29 tunaona Yohana anasema mwanakondoo yule aondoaye dhambi za dunia anakuja. Alikuwa akiona kwa mbali ripoti za mtu ambaye sasa si tena kwa kivuli, alikuwa kwa uhalisia. Alikuwa kwa uhalisia. Tunaposoma Wakorinto wa kwanza 5 na ule mstari wa 7, unaweza ukajiuliza pia, je, maisha yangu yanaonyesha kuwa nimekombolewa kwa damu ya Kristo? Je, unaonyesha badiliko lolote? Lazima ni maswali ya kujioji. Lakini kipengele cha 3 cha meza ya Bwana ni takatifu. Mwanamke hakuweza kufanywa wake kwa pupa au kwa tamaa, bali kwa heshima baada ya mchakato wa kutakaswa. Unapoingia kwenye neema ya wokovu, si jambo la instant, la mara moja. Ni jambo mchakato. Tunaona akanyolewa nywele, tunaona akakatwa kucha, tunaona akavishwa mavazi mapya. Lakini sio mavazi mapya tu, tunaona alikaa matanga kwa ajili ya baba yake na mama yake. Mtu anapokuwa kwa baba yake na mama yake, kuna namna ambavyo kuna maisha tofauti na yale ya kuingia kwenye system ya kumilikiwa na mume. Sisi tuliompokea Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, tumemilikiwa na Kristo. Tumemilikiwa na Kristo Yesu. Hilo swala ni la hiari, linafananishwa na tukio la ndoa. Ndoa ni hiari, sio shuruti. Kama utashurutishwa uchukue binti ya mtu ukae naye ndani bila mwenyewe kuhitaji, hata siku 2 huwezi kukaa naye. Ndivyo ilivyo neema ya wokovu.
inapatikana kwa watu bila shuruti yoyote, bila shuruti yoyote. Kwa hiyo kuna sehemu ya uangalizi kwanza, kuna sehemu ya uangalizi, na kila kitu katika maisha yetu ya kawaida kuna ngazi za kwenda. Ukipasi hizo ngazi, basi chuma kinakuwa kimepita kwenye moto na kina sifa ya kuitwa chuma. Kwa hiyo meza ya Bwana ni takatifu. Kwa hiyo mwanamke hakuweza kufanywa wake kwa pupa, kwa pupa. Sasa tunapoandaa meza ya Bwana, twende ndani kwenye maandiko ili watu wafunguke. Tusiende kwa namna ya dini, tusiende kwa namna ya mapokeo, twende ndani zaidi. Tunapoenda ndani zaidi, unagundua huyu mtu ni wapi amekwama au amekwamishwa, wapi amekwama au amekwamishwa. Kwa hivyo hivyo meza ya Bwana ni jambo, si jambo la haraka au la kawaida. Inahitaji utakatifu na toba ya kweli. Inahitaji utakatifu na toba ya kweli. Anaposema utakatifu au utakaso, ni kutengwa kwa ajili ya Mungu, na toba ya kweli ni kule kumaanisha. Leo imekuwa kama michezo ya kuigiza, watu wanaigiza, it's just like a funny. Hapana, sio funny, sio kama michezo ya kuigiza. Lazima tujikite kwenye toba ya kweli. Unaona, huyu mwanamke alifanya toba ya kweli, na hilo tunapofundisha kwa habari ya meza ya Bwana kwenye Wakorintho wa kwanza 11 mstari ule wa 29 mpaka 27 mpaka 29, kuna maandiko yanasema, jihoji kwanza, jitafakari, unastahili. Vinginevyo ni sawasawa kwenda mbele za Bwana hujafanya tafakari, unaanza kusema navunja, nabomoa yale maombi ya wababe yale. Jitathmini, jitathmini kwenye maisha yako, nini unafanya. Jitathmini, jiweke katika hali ya kutathmini. Kwa hiyo unaposoma Wakorintho wa kwanza 11 na ule mstari wa 27 mpaka 29, jiulize, je, ninaposhiriki meza ya Bwana nafanya hivyo kwa heshima na moyo uliotakaswa, moyo uliowekwa wakfu, uliotengwa kwa ajili ya Bwana, au nafanya ili wanione na shiriki tu? Sikiza ndugu yangu, katika safari ya wokovu kuna vitu vya kuviangalia sana, na ndivyo asili ya uungu iko ndani yake, na ndivyo asili ya uungu iko ndani yake. Mitendo ni vitu ambavyo vina ushirika, vinashirikiana. Ukisema unaenda kwenye chakula cha Bwana au meza ya Bwana, anasema jihoji. Maana ya kujihoji ni kama vile umeweka kioo alafu unajiangalia, je, hivyo nilipoingia kwenye kupaka mafuta nilijipaka sahihi? Jihoji, jitathmini, hilo itakusaidia sana. Lakini ushirika wa kweli ni agano la upendo. Kumbuka,
Upendo una sifa nyingi. Upendo una sifa nyingi sana ndugu yangu. Upendo, narudia tena, una sifa nyingi. Upendo usamehe, yaani mtu mwenye upendo ana msamaha. Lakini mtu mwenye upendo, tabia za upendo wa kweli ni kuheshimiana. Mahala popote ambako pana upendo wa kweli, unasema kutoka mateka hadi kuwa mshirika wa kweli, lazima pawepo na sifa ya upendo. Lazima pawepo na sifa ya upendo. Ushirika wa kweli ni agano la upendo. Kwa hiyo tumeona kwamba upendo wenyewe hauhusudu, upendo haujisifu, upendo una tabia ya kuvumilia. Kwa hiyo ushirika wa kweli ni agano la upendo, lakini upendo utenda yaliyo mema. Ukiingia kwenye nyumba ambayo ukifika pale unaanza kupewa habari za masikitiko, ujue kuna walakini kwenye hiyo nyumba. Unafika tu kwa mtu anasema, mimi tangu juzi mke wangu katoka, sijui alikokwenda. Na mme naye unafika anasema, mke wangu sijui ameenda wapi, na mke naye anasema, mume wangu ana sijui. Jua mahali hapa hakuna mema anayeendelea. Upendo huwa unasitiri. Mtu mwenye upendo atoi vitu hivi kwa namna ya moyo, yani kuviweka wazi ovyo ovyo. Upendo utenda yaliyo mema. Upendo ulio kweli utoka kwa Mungu, utoka kwa Mungu. Na ndio maana akasema, wapenzi, na tupendane, kwa maana pendo latoka kwa Mungu. Kwa hiyo ushirika wa kweli lazima kuna agano la upendo, na nimetaja sifa za upendo. Upendo una tabia ya kusamehe, unaheshimu, hauhusudu, haujisifu. Ukiona mahali ambako mtu anajiinua kwamba anataka kuonesha kwamba watu wajue kwamba ana upendo, huyo hayuko sahihi. Huyo hayuko sahihi. Lakini upendo ulio wa kweli utoka kwa Mungu. Wapenzi, tupendane. Ni maneno ambayo yametamkwa sana kwenye maandiko, lakini mwanamke alipewa muda wa huzuni na uponyaji kabla ya kuingia ushirika. Kuna namna lazima mpeane nafasi. Mwanamke alikuwa na muda wa kuomboleza, kuacha mambo ya wazazi wake kule alikotoka, kuacha mambo alikotoka. Kwa hiyo inawezekana kuna tabia ambazo zilikuwa akiwa kwa wazazi wake aliziacha, na ndio ukawa uponaji wake kabla ya kuingia katika ushirika. Lakini ushirika wa kweli ni heshima, si wa unafiki, si wa unafiki. Unajengwa kwa upendo wa Mungu, si tamaa au faida binafsi. Unaweza ukasoma waraka wa kwanza wa Yohana 1:7 na ukajiuliza, je, ushirika wangu na wengine unajengwa juu ya agano la kweli au ni la kawaida tu? Ni swali la msingi la kujiuliza. Ni swali la msingi
la kujiuliza, je, ushirika wangu na wengine unajengwa juu ya agano la kweli au ni wa kawaida tu? Lazima uwe na maswali kama hayo. Lakini kipengele cha 5, maisha mapya katika Kristo. Mwanamke aliwezeshwa kuwa sehemu ya jamii mpya. Aliwezeshwa kuwa sehemu ya jamii mpya kwa njia hiyo hiyo. Sisi tunakuwa watu wa Mungu kupitia Kristo. Tunatakiwa kuishi tofauti kwa haki na upendo. Haki na upendo ndio itakayetofautisha maisha yangu na mtu mwingine, ndiyo